Ismaila Simpara, mchezaji wa kimataifa kutoka Mali, mchezaji ambaye hivi sasa yupo katika klabu ya Stade Malien ya nchini Mali, ni miongoni mwa wale wanaotajwa wakihusishwa na wekundu wa Msimbazi Simba kuelekea katika usajili wa dirisha dogo Januari. Sasa mwingine anaweza kajiuliza, kwa nini Ismaila Simpara amekuwa akihusishwa na wekundu wa Msimbazi Simba? Huyu ni mchezaji ambaye nafasi yake kiwanjani ni beki wa kati. Urefu wake ni futi 6 na inchi 1. Umri wake ni miaka 27, maana alizaliwa Juni 13 mwaka 1998 kule nchini kwao Mali. Sasa mchezaji wa namna hii kwenye eneo la beki wa kati, kama kweli anatua Simba, anakuwa na uwezekano mkubwa wa kuwapa nguvu zaidi benchi la ufundi, kwamba wawe mawanda mapana ya kuchagua kikosi chao kwenye eneo la mabeki wa kati, kwa sababu amekuwa na kiwango bora sana. Huyu ni mchezaji ambaye ana uzoefu mkubwa. Miaka yake 27 katika kutumikia mpira wa miguu, ameshachezea timu kadhaa kabla ya kuwapo hivi sasa kwa Stade Malien, lakini ameshachezea timu mbalimbali ikiwamo Maghreb Techouan ya kule nchini Morocco. Alikuwa akishiriki katika ligi ya Championship tunasema kule nchini Morocco, lakini vile vile Ismaila Simpara amepitia klabu mbalimbali ikiwemo nchini Senegal. Kwa hiyo ana uzoefu wa kutosha. Katika ligi ya mabingwa barani Afrika kwenye msimu huu, kwenye kundi lao la D ambalo Stade Malien wanaongoza, miongoni mwa vile vilivyowabeba kuwawezesha wawe kileleni katika kundi la D, kinyume kabisa na ilivyotarajiwa kwamba baada ya mechi mbili timu kama Stade Malien itakuwa kileleni mwa msimamo. Miongoni mwa wale waliowezesha Stade Malien kuwa katika nafasi hiyo ni pamoja na yeye huyu Ismaila Simpara, beki wa kati, beki mtukazi haswa. Kwenye kundi lao, ikumbukwe, timu ambazo zilikuwa kwenye makaratasi zinapewa nafasi kubwa ya kuwa kileleni katika mechi mbili za kwanza ni pamoja na Esperance de Tunis, klabu namba 3 kwa ubora barani Afrika hapa tunapozungumza, wakizidiwa tu na Al Ahly ya Misri na Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini. Lakini nyingine ni Simba mnyama ambao wao waliingia katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika hatua ya makundi wakiwa wametoka katika pot 2, kwamba kwenye kundi lao ukiondoa Esperance de Tunis kwa ubora unaofuatia ni wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini timu nyingine ni Petro Atletico ya Angola ambayo yenyewe imeingia katika poti 3, kwamba kwa uzito baada ya Esperance de Tunis inayofuatia ni Simba ya Tanzania, halafu kuna Petro Atletico ya Angola, halafu Stade Malien ya Mkiani. Ni timu ambayo hivi karibuni haikuwa ikishiriki katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika bali kwenye kombe la shirikisho. Lakini kwa msimu huu wapo kwenye ligi ya mabingwa, walianza vyema kwa kupata suluhu ugenini. Mechi ngumu dhidi ya Esperance de Tunis ilimalizika kwa suluhu. Lakini mechi ya pili wakacheza dhidi ya wekundu wa Msimbazi Simba nyumbani kwao kule Mali, wakaifunga Simba mabao 2-1, lakini sio tu kuifunga, walifanya majaribio mengi kuliko Simba, kwa maana kwamba mechi ilikamilika Stade Malien wakiwa wamepiga mashuti 7 ya kulenga shabaha, huku 2 yakienda wavuni, wakifanya golikipa wa Simba Yakub Suleiman kucheza saves 5, wakati Simba wakipiga mashuti 4 tu kwa mechi nzima ambayo walitawala zaidi umiliki wake wa mpira. Yote haya nimeyagusia kukumbushia juu ya uimara wa safu ya ulinzi ya Stade Malien walioonyesha katika mechi mbili zilizopita, na unapozungumza uimara wao kwenye ulinzi, basi huwezi kuacha kumtaja Ismaila Simpara, beki wa kati, kwa sababu amechangia sana kuwafanya wapate matokeo haya, kwamba wako kileleni hivi sasa wakiwa na pointi 4, wakifuatiwa na Petro Atletico ambayo pia iliifunga Simba bao 1-0, lakini mechi nzima wakipiga mashuti 2 tu ya kulenga shabaha, huko Simba wakipiga shuti 1. Lakini wao Petro Atletico ingawa na pointi 4 kama Stade Malien, lakini ushindi wa bao 1-0 dhidi ya Simba na sare walioipata dhidi ya Esperance de Tunis ndio inayofanya wawe nafasi ya pili ingawa wote wana pointi 4. Sasa uimara huu unatokana nini? Ni kwamba kwenye mechi hizi mbili Ismaila Simpara ameonyesha uwezo mkubwa katika kucheza mipira ya juu, ameonyesha uwezo mkubwa katika kufanya zile tunasema makadirio sahihi, anticipation, wapinzani wanakuja vipi, akiungana na wenzake kuhakikisha lango lao halifikiwi mara nyingi. Lakini pia ana uwezo mkubwa wa kucheza mipira ya kutenga na kuwa sehemu ya sababu za uongozi walionao Stade Malien katika kundi lao la D, kwa sababu yeye ni miongoni mwa wafungaji, miongoni mwa mabao walioyafunga mpaka sasa. Iko vipi? Katika mechi hizi mbili ambazo yeye
amecheza dakika zote 180, sekunde zote amefanya tackling, kuingia uvunguni mwa wapinzani, kucheza mpira bila kusababisha madhara. Amefanya mara 2 kwa mafanikio. Lakini sio hilo tu, kuna interceptions, kwa maana kuingilia mpira ambao wapinzani wangali wakiumiliki, mmoja akimpasia mwingine, unauingilia kati kabla hujafika kule ulikolengwa, ni sehemu ya interceptions. Lakini interception nyingine ni pale mpinzani mojawapo anapojaribu kupokea mpira kabla hajaudhibiti, unauwai, ni sehemu ya interceptions. Ama wakati mwingine mpinzani mojawapo anajaribu kudribble mpira, kukokota, unauwai, unamzidi maarifa, ni sehemu ya interceptions. Sasa hizi amezifanya mara 3 kwa mafanikio. Lakini kuna kitu kinaitwa clearances, kuosha mpira, kuubutua kutoka katika eneo hatarishi uende katika eneo salama. Kwenye mechi hizi 2 ameosha mipira mara 17 kwa mafanikio. Sasa yote haya ni miongoni mwa mambo ambayo safu ya ulinzi ya timu kama ya Wekundu wa Msimbazi Simba ama klabu yoyote yenye mipango mikubwa kwenye msimu husika inahitaji beki wa namna hii. Kwenye mipira ya juu kama nilivyotoka kueleza awali, ni mzuri sana, akinufaika zaidi na urefu wake. Kwenye mechi hizi 2 hasa kwenye mipira ya kutenga, yeye amekuwa hatari, amekuwa tishio kwa wapinzani. Amepiga mashuti 3, 2 amelenga shabaha, likiwa mabao alilofunga dhidi ya Simba. Maana tunapozungumzia mashuti kwa kiasi kikubwa ni mipira ya vichwa ambayo yeye kwa urefu wake, kwa uwezo wake wa timing, kujua jinsi ya kukadiria nafasi sahihi za kuipata mipira inayopigwa kwenye mpira ya kutenga ikiwa mokona, imekuwa ni silaha mojawapo ya Stade Malien, na bao lake hilo katika mechi dhidi ya Simba lilichangia kwa kiasi kikubwa kuifanya Stade Malien ipate udhibiti wa mchezo, kwa sababu inakumbukwa vizuri walianza kupelekeshwa mno dakika ya kwanza tu. Eli Mpazo Kibisawala alipiga shuti lilogonga nguzo. Sasa bao lake hilo likaifanya walau Stade Malien icheze kwa mpango kazi sahihi mpaka mwisho wa mchezo, wakaondoka na ushindi wa bao 2-1. Simba wakimpata Ismaila Simpara, maana yake anakwenda kuongeza idadi, anakwenda kuongeza uimara kwenye eneo la kiulinzi, akiungana na mabeki waliopo wakati. Hapa tunazungumzia Rushan De Reuck, mchezaji mzoefu wa kimataifa kutoka Afrika Kusini, ametoka klabu ya Mamelodi Sundowns kujiunga na Simba msimu huu. Lakini wakati mwingine amekuwa kukabiliwa na changamoto kama tunavyofahamu, majeraha na kadhalika. Simba wanapomkosa Rushan De Reuck, kuna kitu kinakosekana. Kwa sababu hiyo, kuwepo kwa Ismaila Simpara, manake kwenye matukio ya namna hii, pale anapokosekana Rushan De Reuck, Shamu Karabu, Abdurazak Hamza ambaye hivi karibuni amefanywa upasuaji, tunakumbuka vizuri, lakini Wilson Nangu, maana yake ni kwamba akijiunga Ismaila Simpara, kwanza anafanya Simba iweze kupata huduma sahihi kwa beki wakati katika mechi tofauti tofauti anazoshiriki, maana Simba inashiriki kwenye michuano mingi kama tunavyofahamu vizuri, lakini pia kuongeza ushindani kikosini ili mwisho wa siku wapate wanachostahili kulingana na mipango yao kwa msimu 2025 2026. Na ikumbukwe Simba katika ligi ya mabingwa barani Afrika mpaka sasa kwenye kundi lao la D, mechi 2 ni miongoni mwa timu ambazo zimeruhusu kupigiwa mashuti mengi ya kulenga shabaha. Kwenye mechi 2 wameshapigiwa mashuti 9 ya kulenga shabaha. Wameruhusu mabao 3, wao wamefunga bao 1. Wamepoteza mechi zote 2. Walipigiwa mashuti 7 ya kulenga shabaha dhidi ya Stade Malien kama nilivyogusia awali. Mechi dhidi ya Petro Atletico walipigiwa mashuti 2 ya kulenga shabaha. Sasa maana yake ni kwamba Simba inafikika sana. Ikumbukwe katika ligi kuu Tanzania bara msimu uliopita 24-25, msimu mzima mechi 30, Simba walipigiwa mashuti 30 tu ya kulenga shabaha. Wakaruhusu mabao 13. Idara yao ya magolikipa kule kwa kina Musa Pimpin Kamara walicheza saves 17. Lakini kwenye hatua ya makundi mechi 2 tu washapigiwa mashuti 9 ya kulenga shabaha. Zipo sababu nyingi, mojawapo ni kwamba wanafikiwa sana, na ndio maana golikipa wao anafikiwa zaidi. Kupigiwa mashuti 9 sio jambo dogo. Matokeo yake amecheza saves za kutosha Yakubu Suleiman, save 6, lakini bado mashuti 3 yamekwenda wavuni, na hivyo kuwafanya Simba wapoteze mechi zote 2. Kama taarifa hizi za ujio wa Ismaila Simpara zitakuwa za kweli, ni dhahiri kwamba benchi la ufundi la Simba litanufaika kwa kupata nguvu kazi ya ziada kwenye eneo la beki wakati, ili aungane na wale wanatoka kuwataja kina Rushan De Reuck, kina Wilson Nangu, kina Shamu Karabu, kina Abdurazak Hamza, kwamba washirikiane na mabeki wao pembeni, kina Shomari Kapombe, Mligo Anthony, na viungo wao kina Nabi Kamara, kina Lassane Maudo Kante, kina Yusuf Kagoma, ili mwisho wa siku
Simba ipate matokeo yanayohitaji kuwapa furaha wana Msimbazi, kuwapa furaha wa Tanzania, hususan katika ligi ya mabingwa barani Afrika. Swali ni kwamba je, tetesi hizi zitakuwa za kweli? Maana huyu Ismail Asimpara ni miongoni mwa wachezaji nyota wanaotumainiwa kwa mipango ya Stade Malien, mabingwa wa Mali msimu wa 2024-2025, lakini pia vinara kwenye kundi lao la D. Je, watakubali jiunge na timu ambayo ni wapinzani wao kwenye kundi? Akijiunga ataweza kuonyesha kiwango bora ambacho ameshakionyesha katika mechi mbili zilizopita. Kila ufundi utakuwa na kazi ya ziada, maana ni nani atakayepungua? Maana yeye ni mchezaji wa kigeni. Kanuni za ligi kuu Tanzania bara, wachezaji wa kigeni mwisho 12. Akija mgeni kama yeye mchezaji wa kimataifa kutoka Mali, maana yake kuna mchezaji mmoja wa kigeni itabidi apungue. Yupi atakayepungua? Hilo benchi la ufundi la kuna Msimbazi Simba wanatambua, na viongozi wao kwamba kama Ismail Asimpara anapatikana kweli, basi mmoja atapisha aingie yeye ili kuimarisha Simba na hatimaye ije ipindwe meza kibabe katika mechi zobaki za kundi lao. Mechi back to back dhidi ya Esperance de Tunis tarehe 23 Januari na tarehe 30, lakini pia mechi ya marudiano dhidi ya Stade Malien. Baada ya kucheza kule Mali na kufungwa 2-1, watakuja nchini kucheza dhidi ya Stade Malien. Lakini pia mechi ya marudiano dhidi ya Petro Atletico. Walifungwa kwa Mkapa, wanapaswa kwenda kushinda kule Angola. Wakimpata Ismail Asimpara, maana yake anakwenda kuongeza uimara kwenda kucheza dhidi ya Petro Atletico kule Angola, ili hatimaye Simba ipate matokeo bora na kuwa miongoni mwa timu mbili za juu kwenye kundi lao la D. Je, itakuwa vipi? Ni swala la kusubiri. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.